Na mtazamaji, baada ya kusikiza shoka la KTN, tuangazie taarifa zingine ambapo huzuni umetanda katika kijiji cha Muguga eneo la Kabete baada ya wanafunzi wawili kutoka shule ya msingi ya Muguga kufa maji baada ya kuzama katika timbo lililokuwa limejaa maji. Wanafunzi hao wawili wa darasa la 9 ambao walikuwa wakijiandaa kufanya mtihani wa KJSEA waliripotiwa kuzama wakati wa mchana walipokuwa wakiogelea muda mfupi tu baada ya kushiriki katika shughuli ya upanzi wa miche wakati wa maadhimisho ya siku ya mazingira. Kamanda wa polisi wa Kabete Peter Kimotho amethibitisha tukio hilo akisema wanafunzi hao walikuwa wamehusika katika upandaji wa miche shuleni kabla ya kuelekea kwenye bwawa hilo lililoko karibu ambako mkasa huo ulitokea. Ambapo watoto wawili waliweza kudrone kwa kware ambaye haitumiki kwa sasa. Na kutoka hapo tumeweza kufika mahali hapa. Wananchi wamekuwa hapa kwa wingi na divers kutoka Kiambu wamekuja na wamefika, na ni kweli kabisa wakati wamefika mahali hapa wameweza kuingia ndani na kutoa hao watoto wote wawili, ambaye mmoja ni kijana na mwingine ni msichana. Kwa hivyo mwalimu akaachana na wao na wakatoka kwa gate. Kutoka hapo inaonekana hawakuenda nyumbani, kwa hivyo walijificha wakakuja hapa na ndio waliingia kwa maji. Tumeweka mikakati ili wakimaliza kuchimba tunaleta mchanga ili wao wasiumie kwa biashara, na pia sisi tusikuwe na janga kama hili ambalo limetupata. Hizi quarries tumecomplain, tumeandika barua, hata CEC wa environment Kiambu Mr. Kuri amekuja hapa na akafunga. Zikifungwa hatujui nani anafungua. Tumeenda kwa Neema tumewaambia watufungie, bado pia wao tumeacha makaratasi bado zinaendelea. Na Mwenyezi Mungu afariji familia za watoto hawa wawili. Mtazamaji, kufikia hapa sina la ziada. Taarifa zaidi ni mwendo wa saa 3. Asante sana kwa kutazama taarifa za Dira ya Wiki. Jina langu ni Mary Kilobi Atwoli, mtangazaji wa ishara amekuwa ni Pretty Janet, na kutakia wikendi njema. Kwaheri.